Sitaki kusikia maneno ya namna hii. Kama kisima kipo, umeelewa vizuri? Kama kisima kipo, utengenezwe utaratibu wa kuchukua maji kutoka kule kuletwa hapa wanapoletwa watoto. Hatuwezi kuriski watoto wa chini ya umri wa miaka 7 wakaja wakakaa hapa, hakuna maji, hakuna nini. Na nyinyi mpo ofisini. Tumeelewana vizuri? Taasisi yoyote makini lazima iwe na mpango wa muda mrefu na mpango wa muda mfupi ili maisha yafanye nini? Yaendelee. Hatuwezi tukajenga shule ya mamilioni hapa, halafu nyinyi tukasababisha tukashindwa kufungua hii shule kwa sababu yenu nyinyi. Unasikia vizuri mzee? Kwa hiyo ninachotaka ndani ya siku 14, mkurugenzi, ndani ya siku 14 nataka nione mmetengeneza miundombinu ya kutoa maji kule kuleta kwenye shule hapa. Wakati huo tunasubiri mradi mkubwa. Na naomba mmwambie meneja wa mkoa aniletee status ya mradi mkubwa umefikia hatua gani na changamoto zinazokabili mradi ni nini. Sasa hatuwezi kuendelea kugatua huduma kwa wananchi bila kuweka huduma za maji na umeme ambazo ni za muhimu katika taasisi zote. Haya, na hatua ya umeme hapa amefikia wapi mkuu wa shule? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umeme tayari tushafanya wiring kwenye madarasa yote. Kwa nini hujawaka umeme mpaka sasa hizi? Tunasubiria kuvuta kutoka kwenye nani? Kuna gharama gani kuvuta pale mpaka hapa? Kuna siku ngapi zinahitajika kuvuta kuweka hapa? Ni siku chache tu. Kwa nini uweki? Taweka kiongozi. Taweka kiongozi. Haya, yule fundi wako wa vyoo ambaye hajakamilisha kazi yake anakamilisha lini? Hasa kwenye kile choo cha walemavu pale chini. Yule leo hii tumuelekeza ili kesho aweze kukamilisha. Na ni mzabuni gani hajakuletea vifaa ambavyo mnasema havijaletwa hapa bado? Kuna vifaa ambavyo kuna tiles zilipungua ambazo tayari ziko njiani zinakuja. Alishusha mzigo Igole tayari ushafatwa unakuja sasa. Kwa hiyo hapa anasema leta saa ngapi? Tayari iko njiani gari inakuja kuleta. Kwa kabla saa 5. Sitaki ubabaishaji mwalimu. Umeshafanya kazi nzuri ya mfano. Ni lazima sasa tumalize kazi za ujenzi, tuendelee na kazi za usimamizi wa taaluma na malezi. Hatuwezi kuwa tunajenga kila siku. Lazima ifikie wakati tujenge shule tumalize, tuanze kushughulika na malezi ya watoto pamoja na taaluma ya watoto. Hatuwezi kila siku tunahangaika na matofali, tunaamka na nini, tunahangaika, haiwezekani. Lazima ifikie wakati habari ya kujenga tumalizane nayo. Sasa tuanze kushughulika na watoto wamekuja shule, wanasomaje, maendeleo yao yakoje, malezi yao yakoje. Na ndicho ambacho wananchi wanakisubiri kutoka kwetu sisi serikali pamoja na walimu wetu. Si ndio bwana? Kwa mkurugenzi, kazi ya ujenzi hapa ikamilike. Huu mradi unaitwa mradi wa Ifwagi. Utahudumia kata ya Limba, kata ya Ifwagi na kata ya Ikongosi. Kwa sasa mradi unaendelea. Tushaanza kujenga tenki ya milioni 1 katika kijiji kimoja kinaitwa Ugesa na tushaanza kujenga banio au intake. Na mitaro inaendelea kuchimbwa kutoka katika kijiji cha Ugesa, tushapita Vikula, tumefika hadi Nundwe. Tulipata tu changamoto ndogo ya wenzetu wa Sawili kupata kibali. Lakini bomba zipo, tumeshapata kibali, tulikuwa tunasubiria ile hapo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, inategemea na utekelezaji wa mkandarasi. Mkandarasi mkataba wake unaisha lini? Ni mwaka huu mwishoni. Ni mkataba wa miaka mingapi ujenzi huu? Miaka 2. Sasa amefikisha muda gani? Ameshamaliza mwaka mmoja. Tulikuwa hajalipwa hela yake ya awali ya advance payment ambayo ni bilioni 6. Na kibali mlichokikosa sasa huko kibali gani? Tushakipata tayari. Kwa hiyo ilikuwa ni issue tu ya mkandarasi kurudi kwenda kufanya kazi. Kwa kipindi hiki ambacho wananchi wanasubiri mradi, mnategemea shule ambayo imekwisha funguliwa watoto wataishi hapo bila? Mheshimiwa, kama nilivyojibu hapo awali ni kwamba tunaomba muda, tunaifanyia kazi kwa sababu tushaleta huduma ya awali ya kisima. Hapana, tunaomba iendelee. Taratibu zote zinaendeleaje bila maji? Tuna kisima mheshimiwa, tuna kisima kipo. Hamna mipango ya muda mrefu na mipango ya muda mfupi kama idara. Kata yetu ya Ikongosi ni kata mpya ambayo imebado kugawanywa kata Ifwagi, kata mama. Mradi huu umetusaidia sana kwa sababu jiografia ya kata yetu hapa ni katikati. Kata yetu na vijiji 5 ambavyo kwanza kabla ya kupewa shule sekondari watoto wetu walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 10 kwenda na kurudi kwa ajili ya kupata elimu ya sekondari. Kwa hiyo mradi huu wa sekondari uliondoa adha kubwa ya watoto wa kata Ikongosi kutembea umbali mrefu. Lakini pia hiyo haitoshi, tumepewa mradi wa shule ya msingi pamoja na hii shule ya awali. Hii bado imeweza kuondoa changamoto ile ya watoto kutembea umbali mrefu.